Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tutaenda kujifunza somo linaloenda kwa jina la uache mwili wako msalabani. Uache mwili wako msalabani. Matendo yote ambayo yanakusonga wewe mwanadamu, yaache katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe tena. Katika matendo ya mwili hakuna mwanadamu ambaye amekwisha kuishi katika matendo ya mwili akamshinda shetani. Tumekwisha kuangalia Mwenyezi Mungu pale ambapo alikwisha kuweza kuumba wanadamu, tunaangalia shetani aliwashinda hao wanadamu kwa sababu hawa alienenda katika mwili. Bwana Yesu asifiwe tena. Kuna namna ya kumsikiliza Mungu na pia kuna namna ya sauti ya shetani ambavyo inakuwa inakuja kwa mwanadamu. Shetani anakuja kama malaika wa nuru. Ina maana pale ambapo utakuwa haupo katika roho, hauwezi ukazipambanua sauti mbili kati ya sauti ya Mungu na sauti ya shetani. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo katika sauti ya Mungu utaitambua pale ambapo utakuwa na roho wa Mungu, lakini pale ambapo utaenda kinyume na roho wa Mungu hauwezi ukaitambua sauti ya Bwana. Lakini sauti ile ya shetani, sauti ya shetani utaitambua pia ukiwa na roho wa Mungu. Lakini pale ambapo utaenda kinyume, ndugu yangu, utashawishiwa na maneno ya shetani. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo shetani humvuta mtu katika roho ili amjaribu katika mwili. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunaangalia Hawa alivutwa akajaribiwa katika mwili. Alivyoona ule mti unatamanika waweza kuliwa matunda, akaweza kula. Ina maana akaharibikiwa hapo. Na pia tunaangalia Yesu Kristo alipandishwa na roho nyikani pale ambapo alibatizwa. Alipobatizwa alishukiwa na roho wa Mungu. Ina maana aliposhukiwa na roho wa Mungu akavutwa ili aende kujaribiwa. Tunaangalia shetani alimjaribu Yesu Kristo katika roho, lakini alimjaribu kwa vitu vya mwilini. Na ndio maana tunaanza kuangalia alipomvuta katika roho, akaanza kumuonyesha miliki zote za ulimwengu, kwamba atampa vile vitu kwa sababu yeye umpa yeye amtakaye, yule ambaye anamsujudia. Lakini Yesu Kristo alimshinda kwa sababu alikuwa na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo shetani amekuwa akiutumia mwili kwa sababu anajua mwili wa mwanadamu ni dhaifu sana, na mwili wa mwanadamu unahitaji mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Hata wale ambao wameuza nafsi, wameuza kwa sababu ya kutamani mali za dunia, pesa, majumba na magari na mambo mengine. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 26 mstari wa 41 kinasema kwamba kesheni mkiomba, kwa maana roho hii lazi, lakini mwili ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo hakuna mwanadamu yoyote ambaye amemshinda shetani katika matendo ya mwili. Tunaangalia hata Samsoni mwenyewe alishindwa kwa sababu alienenda katika mwili. Bwana Yesu asifiwe tena. Ukienenda katika mwili hauwezi ukapata taarifa zozote, lakini ukienenda katika roho utapata taarifa zote, kwa sababu hila zote za shetani zinaanikwa na Mungu mwenyewe ambaye anakupa roho wake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo maana Yesu Kristo kufa katika msalaba, ina maana sisi tuishi kwa kumfata roho ambaye amekwisha kutuachia yeye, na sio kufata miili yetu au kufata ile roho ya uharibifu ambayo ipo katika ulimwengu huu. Ni kuishi katika roho wake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi tunatambua Yesu Kristo pale msalabani katika kitabu cha Marko ile sura ya 15. Kuna pale ambapo alipigiliwa msalabani. Tunaangalia kuna viungo ambavyo alipigiliwa msalabani navyo vikaweza kushika mwili.
ambao katika hivyo viungo kuna mikono, kuna miguu na pia kuna viungo ambavyo viliguswa pale katika kuchomwa ule mkuki wa ubavuni, na maana kuna ubavu na pia kuna kichwa pale ambapo alivikwa taji la miiba. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi katika mwanadamu hizi ni ishara gani? Tutaenda kuangalia hizi ni ishara gani. Pale ambapo alipigiliwa mikono, ina maana ni baraka kwa mwanadamu. Hivi ndivyo mwanadamu ambavyo anafungwa katika mikono, anafungiwa baraka zake, na maana yeye hata atafute vipi apate. Hiyo ndio ishara kwamba alipigiliwa mikono, kwa sababu mikono inabeba baraka za mwanadamu. Ndio maana kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 6 kinasema kwamba utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana shetani anachokifanya, anafunga baraka zako zote, anakuachia laana pale ambapo unakuwa umemkataa Yesu Kristo. Kuna jambo lingine, alipigiliwa miguu. Alipopigiliwa miguu, ina maana ukiwa unaishi nje ya Yesu Kristo, ina maana hizi ni hatua. Hivi ndivyo adui anakwisha kufanya kwa mwanadamu ambaye anaishi pasipo Yesu Kristo, anafungiwa hatua. Na ndio maana kuna wale wanadamu ambao unakuta yeye anaota ndoto, anakuta anakimbia, lakini hatua zake zinazuiliwa. Ina maana adui anakuwa amekufunga hatua za mafanikio na hatua nyingine, yaani wewe usongi wa kitu chochote kile, kwa sababu uko mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi tunatambua Mwenyezi Mungu katika dunia hii anaweka miguu ndani yetu sisi wanadamu ili tukanyage kwa hatua zake. Ina maana pasipo yeye tutakanyaga kwa hatua zetu, hivyo shetani atatunasa katika mwili. Kuna jambo jingine hapa, tukiangalia taji la miiba ni ufahamu. Katika mambo ambayo adui anamnasa mwanadamu kwa kiasi kikubwa ni katika ufahamu. Shetani akimnasa mwanadamu katika ufahamu, atakuwa anamtumikisha kule ambako anataka. Atatumia macho kumtazamisha visivyofaa, atatumia mawazo kumfikirisha visivyofaa. Mwisho wa siku atampeleka huko kufanya dhambi kama uzinzi, kama wizi, matukano na mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo katika hayo yote, katika kitabu cha Misali sura ya 3 mstari wa 5 kinasema kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana shetani ambacho anakizuia kwa mwanadamu ni ufahamu wa kutokumtumainia Bwana kwenye mambo mbalimbali. Ina maana mambo ambayo anakuwa anaweka shetani mbele ni kumkatisha mwanadamu tamaa. Bwana Yesu asifiwe tena. Jambo jingine ni mkuki wa ubavu. Mkuki wa ubavu. Mkuki wa ubavu ni nguvu katika ubavu wa mwanadamu. Ina maana ishara hii inakwisha kutuonyesha adui ambacho anakifanya kwa mwanadamu. Huwa anamzuia mwanadamu asiweze kupata nguvu za kumtafuta Bwana, Ina maana anamwekea vitu mbalimbali, ili katika hivyo vitu mwanadamu awe bize kufanya vitu vya kishetani, ili hivyo vitu viweze kumfarakanisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo haya yote yamewekwa mbele ya mwanadamu ili mwanadamu asiweze kuiona njia ya Mungu. Hivyo Mwenyezi Mungu anasemaje katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28, kinasema kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo katika msalaba kuna kufunguliwa vifungo mbalimbali, magonjwa mbalimbali. Wewe ambao umekwisha kukataliwa, katika msalaba Mwenyezi Mungu atakutengenezea kibali. Wewe ambaye umekwisha kupata aibu mbalimbali, umekwisha kupitia majanga mbalimbali, hayo yote yataisha pale ambapo utakuwa umefuata msalaba. Hivyo basi msalaba umekufa na mambo yetu ambayo tumekwisha kubebeshewa, mizigo yote ambayo tulikwisha kutwishwa, mizigo ya ukoo, ya kutokuoa, wewe ambaye uolewi, wewe ambaye unapitia changamoto mbalimbali, uliyeomba kazi upati, hayo yote
yapo katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi Mwenyezi Mungu amekwisha kutuonyesha hapa nguvu ya msalaba, kwamba ukombozi ndani ya Yesu Kristo bado upo mpaka leo. Hivyo wewe ambaye unahangaika na mambo mbalimbali, yaache katika msalaba wa Yesu Kristo, kwa sababu hayo yote amekwisha kuweza kufa nayo. Hayo yote amekwisha kuweza kufa nayo. Acha kuhangaika na mizigo ambayo haikuhusu, kwa sababu hauwezi ukamshinda shetani na pia haujawahi kumshinda shetani, lakini Yesu Kristo ndiye amekwisha kumshinda shetani. Hivyo basi Yesu Kristo hajamshinda shetani kwa ajili yake mwenyewe, bali ametushindia na sisi wanadamu. Hivyo mwanadamu, mtambue Yesu Kristo ili aweze kukupigania vita yote. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.